Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Wa Iran wanasema hawatapiga magoti wala hawatakubali vitisho vyovyote kutoka kwa Marekani. Hii ni kauli ya mpatanishi mkuu wa Iran ambaye amesema kupitia ripoti za vyombo vya habari vya serikali, akisema kwamba Iran ilikuwa na mipango mizuri sana ya kuonyesha nia njema katika mazungumzo na Marekani ambayo yalipelekea maendeleo katika mazungumzo hayo. Mohamed Bakr Kalibaf alisema katika maoni yaliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali mnamo siku ya Jumapili. Kalibaf alisema vitisho vipya vya Donald Trump havitakuwa na athari kwa taifa la Iran. Mkipiga tutapigana, na mkijitokeza kwa mantiki ya kushughulikia jambo hili na mantiki hiyo nasi tutaikubali, lakini si kukubali vitisho vyovyote. Wacheni wajaribu mapenzi yetu kwa mara nyingine tena ili tuwape somo kubwa, alisema Mohamed Bakr Kalibaf ambaye alishiriki na aliongoza mazungumzo kutoka upande wa Iran yaliyofanyika huko nchini Pakistan katika jiji la Islamabad, ambapo walikutana na Wamarekani waliongozwa na makamu wa rais JD Vance. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitoa vitisho baada ya mazungumzo kushindikana kuleta matunda, ambapo alisema kwanza wataifanya Iran kama walivyofanya kule Venezuela, kwa maana watatumia nguvu kubwa ya kijeshi kuvunja mlango wa bahari wa Hormuz, na kwamba wataingia kwa nguvu na hivyo wataweza kumiliki mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba makubaliano na Marekani yanaweza kufikiwa ikiwa serikali yao itaachana na ubabe ambao rais wao ameutangaza. Ikiwa serikali ya Marekani itaacha uwimla wake na kuheshimu haki za taifa la Iran, njia za kufikia makubaliano hakika zitapatikana. Pezeshkian aliandika kupitia ukurasa wake wa X akielezea kufadhaishwa na kauli ambazo rais wa Marekani amekuwa akizitoa, na amezitoa wakati huu baada ya kushindikana kwa mazungumzo ya awamu ya kwanza katika usitishaji wa mapigano. Kauli yake inafuatia wito wa awali wa Pezeshkian uliofanyika na rais wa Urusi Vladimir Putin siku ya Jumapili, ambapo inasemekana alisema kuwa Teheran iko tayari kufikia makubaliano ya kupata amani ya kudumu ya kikanda mradi tu maslahi ya taifa lake yanaheshimiwa. Rais huyo wa Iran alifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin baada tu ya kukamilika kwa mazungumzo ambayo yalishindikana siku ya Jumamosi. Mkuu wa majeshi wa jeshi la wanamaji la Iran katika jeshi la IRGC Shahran Irani siku ya Jumapili pia alitaja kitisho cha rais wa Marekani Donald Trump, akisema kwamba Trump anapotaka kuziba mkondo wa bahari wa Hormuz ni kichekesho, baada ya mazungumzo yaliyoshindwa kati ya Marekani na Iran huko Pakistan. Hata hivyo, ripoti ya AFP imeeleza kwamba jeshi la IRGC limejiandaa kwa ajili ya mapambano wakati wote ikiwa serikali ya Marekani itaamua kuingia vitani katika kile alichokisema rais wa Marekani kwamba ni katika kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Rais huyo wa Marekani alitangaza kwamba meli zao zilipita kusafisha mlango wa bahari wa Hormuz, jambo ambalo kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la IRGC amesema kwamba hakukuwa na ukweli kuhusu jambo hilo na kwamba Trump alikuwa anaeneza propaganda za uongo kuaminisha watu kwamba wamefungua mlango wa bahari wa Hormuz, na wakati huo huo akisema kwamba wanataka kutumia jeshi lingine kubwa kuja kusafisha mlango wa bahari wa Hormuz. Wanaume jasiri wa jeshi la wanamaji la jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran wanafuatilia na kusimamia mienendo yote ya jeshi la Marekani lenye uchokozi katika eneo hili. Vitisho vya rais wa Marekani vya kufungua Iran baharini ni kichekesho na cha kuchekesha kabisa, alisema kwa mujibu wa runinga ya serikali. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.